Kwa majina naitwa Zakayo Jojo, ni afisa kilimo toka halmashauri ya Manyoni. Tuko hapa viwanja vya Nane Nane tukiwa na vipando vya aina tatu: vitunguu, mtama na alizeti. Lengo ni kuwafahamisha wakulima namna bora ya kulima ili kuongeza uzalishaji. Kwa mfano, kumbukumbu zinaonyesha kwamba wakulima wengi wanalima kama alizeti anapata gunia 3, gunia 4, lakini kumbe kuna namna akilima anaongeza kipato mara 3, 4. Kwa kuzingatia kanuni bora za kilimo, upandaji, matumizi ya mbolea, kuhudumia mimea, kupalilia vizuri kwa wakati, kuweka mbolea, hii inamsababishia mkulima kutoka kwenye kuzalisha kilo 200, 300 mpaka kilo 1200, 1500, ama kutoka kwenye gunia 3, 4 mpaka gunia 18, 20. Na kuna wakulima wamefuata hizi kanuni na wanaona matokeo. Katika eneo dogo alilonalo mkulima, basi tunamshawishi au tunamwelekeza kwamba alime vipi, apande vipi ili apate faida kubwa, kuliko kuongeza uzalishaji labda kwa kuongeza maeneo, kwenda kufyeka mapori, anapoteza nguvu kubwa, anaharibu mazingira. Kumbe kulikuwa tuna namna bora ya kutumia mbegu sahihi, kanuni bora za kilimo inayompa matokeo makubwa. Kwa hiyo tuna alizeti kwa mfano. Hii alizeti ni mbegu bora ya kisasa ambayo inaitwa LG. Hii mbegu kwanza ina control mpaka changamoto ya ndege. Wakulima wengi wameacha kulima kwa sababu wanaona ndege zinakula alizeti. Sasa hii ikikaribia kukomaa, kabla haijaliwa na ndege, inainama. Kwa hiyo ndege sio rahisi kuja kwa huku chini, kwa sababu ndege anapokula mmea anataka angalie usalama wake. Sasa hii iko chini, kwa hiyo ndege hawezi kutumia. Hiyo ni changamoto imetatuliwa kutokana na mbegu hii. Lakini kwa upande wa mtama kadhalika, tuna changamoto ya hali ya hewa, mvua saa nyingine zinasumbua. Sasa hizi ni mbegu bora ambazo zinastahimili mabadiliko ya tabia nchi. Ni mbegu ambayo haihitaji mvua nyingi sana, na hata mvua ikikata kwa muda fulani, basi inaweza kustahimili na mtu akapata matokeo. Kwa kutumia mbegu hizo watafiti toka Tariso 1, Tariso namba 2, basi mtu anaweza kupata kuanzia tani 1.5 mpaka tani 2.5. Kwa maana ya kwamba kwenye ekari moja mtu anaenda kupata mtama gunia 20, 30. Sasa tunawashauri wakulima watembelee katika hivi viwanja, wajifunze, tuwaonyesha aina ya mbegu, namna ya kupanda kutoka mstari hadi mstari, mmea hadi mmea, ili akitoka pale akienda shambani kwake, hizi gunia zinazopotea aweze kukabiliana nazo, kutoka kwenye gunia 3, 4 aende kwenye gunia 15, 20. Vitunguu kadhalika, tuna vitunguu na aina variety, mbegu nzuri tu, Mangola Red ambayo ni kitunguu kizuri, kiko sokoni, hakiharibiki kutokana na maji. Muundo wake unaruhusu hata kikikomaa, maji yakija au mvua ikija bado kinastahimili, na kienda sokoni kiko vizuri.